Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana. Niwakaribisheni tena kwenye ibada yetu ya siku ya leo kutokea hapa KKKT Dayosisi ya Dodoma, jimbo la makao makuu usharika wa Arusha Road. Ibada yetu ya masifu ya mchana. Wiki hii utakuwa nami mchungaji Invokavit Jackson Mbise, na niwakaribisheni nyote. Wiki hii tutajifunza neno la Mungu lenye kichwa kinachosema faida za kumcha Mungu. Na tuianze ibada yetu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kabla tujaanza somo letu, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunalibariki na kulitukuza na kulisifu na kuliinua jina lako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako na ukuu wako kwetu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu wewe ni mfalme wetu. Mungu unatupenda, Mungu unatujali. Unatuwazia mawazo yaliyo mema, mawazo ya kutupa tumaini siku zetu za mwisho. Ni wakati mwingine na majira mengine tena umetupa nafasi ya wiki mpya. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, na sisi tuko hapa kukualika tena ukawe pamoja na sisi kwenye wiki hii. Nasi tunatambua nafasi yako ilivyo kubwa sana kwenye maisha yetu. Na wakati huu na majira haya tunaingia kwenye ibada yetu Bwana, tukiendelea kujifunza namna ya kuendelea kuishi kwako, namna ya kuendelea kukaa kwako, namna ya kuendelea kukucha we Bwana. Nasi tunakuomba uwe nasi katika siku ya leo, uwe nasi siku ya kesho, uwe nasi siku ya Jumatano, uwe nasi siku ya Alhamisi, uwe nasi hata siku ya Ijumaa, na ukatutunze hata tukamalize wiki hii salama Bwana. Na bila neema yako hatuwezi kujifunza neno lako tukakuelewa, maana neno lako ni wewe mwenyewe Bwana. Basi tunaalika ufalme wako na nguvu zako, mamlaka yako ya kimbingu mahali hapa Bwana, yakawe nasi kwenye madhabahu hii, mfalme wetu na Baba yetu wa mbinguni, tangu mwanzo hadi mwisho, ili tukakuelewe wewe na tukalielewe neno lako zaidi sana, tukaliishi, ili Mungu tukaujenge ufalme wako, nasi tukajengwe, ili tukaurithi ufalme wa uzima wa milele ambao umetuandalia, lakini tukapokee baraka ambazo umekusudia katika maisha yetu ya hapa duniani. Basi tunakualika Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tunaomba na kushukuru tukiamini. Amen. Niwakaribisheni nyote pamoja na wale ambao wanatufuatilia kwenye YouTube channel yetu ya KKKT Arusha Road TV. Na tunapoenda kuanza somo letu leo, tutaongozwa na neno la Mungu kutoka kitabu cha Mithali. Mlango ni ule wa 18, mstari ni ule wa 13. Kadri tutakavyoenda kujifunza wiki hii tutakuwa na mistari tofauti, lakini mstari wetu wa kusimamia siku ya leo ni katika kitabu hiki cha Mithali, mlango ni ule wa 8, mstari ni ule wa 13. Na neno la Mungu linasema, kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno, njia mbovu
na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Tutajifunza somo hili lenye kichwa kinachosema faida za kumcha Mungu, lakini tutaanza siku ya leo kwa kujifunza maana ya kumcha Mungu. Tumekuwa watu ambao tunaishi kwenye ulimwengu au kwenye maisha yetu ya imani tukizungumza swala la kumcha Mungu, tukizungumza swala la mtu kumcha Bwana, tukizungumza swala la mtu kuishi na kuwekeza maisha yake kwa Mungu. Na leo nataka tujifunze maana ya kumcha Mungu, lakini tuone siri ambazo zimejificha ndani ya mtu ambaye amechagua kumcha Mungu kwenye maisha yake. Siri ambazo zimejificha ndani ya mtu ambaye ameamua kumcha Mungu kwenye maisha yake. Siri ambazo zinaweza kumpata mtu ambaye ameamua kumcha Mungu, na anapoamua kumcha Mungu automatically ni kitu gani ambacho kinatokea kwenye maisha yake. Na leo tutajifunza maana ya kumcha Mungu tukiongozwa na somo letu ambalo tumelisoma katika kitabu cha Mithali mlango wa 13, ambao tumeusoma Mithali mlango wa 8 mstari wa 13 unaosema kumcha Bwana ni kuchukia uovu, na kwenye mstari huo kuanzia B anaelezea baadhi ya vitu ambavyo vinajulikana kama uovu. Kuna watu wamekuwa tukitafakari, na kabla sijajifunza peke yangu nilikuwa pia nafikiri kwamba mtu anayemcha Mungu ni mtu anayemjua Mungu, ni mtu ambaye amepata ubatizo, ni mtu ambaye anashiriki meza ya Bwana, ni mtu ambaye ni msharika wa kanisa fulani. Labda ingetosha yule mtu kujulikana kama anamcha Mungu, lakini Mungu anataka atufundishe tena kwa upana maana ya kumcha Mungu. Na katika mstari ambao tumesoma tunaona anasema kumcha Bwana, jambo la kwanza ni kuchukia uovu. Sasa tujifunze kumcha Mungu. Anasema kwamba kumcha Mungu ni neno la jumla linalomaanisha kujishughulisha na mambo yote yanayompendeza Mungu. Anasema kwamba kumcha Mungu ni neno la jumla linalomaanisha kujishughulisha na mambo yote yanayompendeza Mungu. Kumcha Mungu ni neno la jumla linalomaanisha kujishughulisha na mambo yote yanayompendeza Mungu. Kama vile tumeona kuchukia kiburi kwenye mistari tuliyosoma, tumeona kuchukia majivuno, kuacha njia mbovu, kutokuwa na kinywa cha ukaidi, baadhi ya vitu ambavyo Mungu amevionyesha hapo kwenye neno lake akisema kwamba anavichukia. Kwa hiyo tutajifunza na kuona kwamba haitoshi mtu kuwa msharika wa mahali fulani, haitoshi mtu kuwa na jina la Kikristo, haitoshi mtu kuwa na jina la ubatizo, haitoshi mtu kuwa amebatizwa, haitoshi mtu kuwa tu ameshiriki meza ya Bwana, haitoshi tu mtu kuwa anamtumikia Mungu kwa mali zake kwenye kanisa fulani, lakini inamtosha mtu pale ambapo atajua kwamba kumcha Mungu ni neno la jumla, ni jumuisho la maneno mengi yanayomaanisha kwamba ni mtu anayejishughulisha na mambo yote yanayompendeza Mungu. Maana yake ili mtu awe mcha Mungu kulingana na hii maana ambayo tumeambiwa, mtu huyu anapaswa kuhakikisha kwamba anajishughulisha na mambo yote yanayompendeza Mungu. Sio mambo kadhaa, sio mambo yale ambayo yako ndani ya uwezo wake, sio mambo yale ambayo moyo wake unapenda, sio mambo yale ambayo yako katikati ya uwezo, katikati ya vitu ambavyo anafikiri kwamba anaweza kuvimaintain, lakini ni mtu ambaye amejitoa kujishughulisha na mambo yote yanayompendeza Mungu, kama vile kumpenda Mungu, kama vile kumtii Mungu, kama vile kumogopa Mungu, kama vile kuchukia uovu, kama vile kumtumikia Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu, kumwabudu Mungu na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Kila kitu ambacho mtu yoyote anakitambua kama sehemu ya kumpendeza Mungu, maana yake huyo mtu ndiye anayejikamilisha katika kumcha Mungu. Maana yake ili mtu awe mcha Mungu anaitwa na anakumbushwa kujishughulisha na mambo yote ambayo yanampendeza Mungu. Kwa mtu anaweza akawa na sifa za kuwa Mkristo, za kuwa mcha Mungu, lakini anapopungua kwenye eneo lolote linalomuonyesha kwamba amepungua katika eneo lolote linaloonyesha kwamba anafanya vitu ambavyo havijishughulishi au havihusiki na Mungu, mtu huyo anapungua katika kumcha Mungu. Kama atampenda Mungu, kama atamtii Mungu, kama atamuogopa Mungu, kama atachukia uovu, kama atamtumikia Mungu, lakini ashindwe
kichukia kinywa cha ukaidi, au ashindwe kuchukia kiburi, kukiacha kiburi na vitu vingine ambavyo vimetajwa. Maana yake mtu huyo anakuwa amepungua kwenye kumcha Mungu. Ni neno la jumla linalomaanisha kujishughulisha na mambo yote yanayompendeza Mungu. Kwa Mungu anaendelea kutufundisha, anaendelea kutuonya, anaendelea kutukumbusha kwamba tunahitajika kukamilishwa, tunahitajika kukamilika kwenye kumcha Mungu, katika kujishughulisha na mambo yote ambayo yanampendeza Mungu. Lakini tuna maana nyingine ya pili, inasema kwamba kumcha Mungu ni tendo la jumla linalomaanisha kufanya mambo yote ambayo Mungu anataka nifanye. Maana yake hapa tunajifunza tena katika hii maana ya pili, anasema ni kama ingefanana na maana ya kwanza, lakini nimependa maneno yake ya mwisho, anasema ni tendo la jumla linalomaanisha kufanya mambo yote ambayo Mungu anataka nifanye. Na tunajua wazi kwamba viko vitu ambavyo Mungu ametuelekeza waziwazi kupitia maadili yetu ya imani ya Kikristo, lakini kupitia Biblia yetu ambayo tunayo na tufundisha mambo mengi na namna ambavyo tumeendelea kulelewa katika jamii yetu na maisha yetu ya imani ya Kikristo kwa ujumla. Na leo Mungu anaendelea kutukumbusha na kutuambia kwamba kumcha Mungu ni tendo la jumla linalomaanisha kufanya mambo yote ambayo Mungu anataka nifanye. Katika hii Mithali mlango wa 8 mstari wa 13a amesema kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Na neno uovu ni neno pana ambalo linaonyesha mambo yote ambayo ni kinyume na maadili na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo mtu ambaye anaitwa au anajulikana kama mcha Mungu ni mtu ambaye ameamua kuwa na matendo ambayo yamejumuishwa kwa pamoja, matendo yote ambayo Mungu anataka ufanye. Mungu anataka umpende, Mungu anataka umtii, Mungu anataka umwogope, Mungu anataka umheshimu, anataka uchukie uovu, anataka umtumikie, anataka usiabudu miungu mingine, usilitaje jina lake bure, usiibe, usiwasingizie wenzako, usiishi na watu vibaya na mambo mengine yanayofanana na hayo. Anatuambia akitukumbusha kwamba ni tendo la jumla linalomaanisha kufanya mambo yote ambayo Mungu anataka nifanye. Kwa mtu ambaye amechagua kumcha Mungu, ni wajibu wake kuenenda na kukaa kwenye njia ambayo Mungu amekusudia akae mahali hapo, ambaye hapungui katika maagizo ambayo Mungu amemwagiza afanye, ambaye hawezi kuenenda kinyume na maagizo na matendo ambayo Mungu amemwagiza mtu huyo afanye. Kwa hiyo Mungu anatukumbusha na anaendelea kutuambia ya kwamba tendo la jumla linalomaanisha kufanya mambo yote ambayo Mungu anataka tuyafanye, huko ndiko kumcha Mungu. Na tunaishi kwenye ulimwengu ambao tunaweza tukawa tunazungumza katika mazingira ya kawaida tukajiona wacha Mungu, lakini kuna wakati ambapo yawezekana tumepungua, nimepungua, umepungua kwa namna moja au nyingine. Kuna mazingira ambayo yawezekana tunaishi, tumeshindwa kujishughulisha na mambo yote ambayo yanampendeza Mungu, tumejishughulisha na yale ambayo yawezekana tunayapenda, ambayo yako ndani ya uwezo wetu, ambayo tunafikiri kama tungependa kuishia hapo katika kuyatenda mapenzi ya Mungu. Lakini hapa tunakumbushwa kupitia hizi maana kwamba kumcha Mungu sio tu kuishi kwa kiwango fulani, lakini ni kuishi katika mazingira ambayo kwa 100% yanampendeza Mungu. Kwa 100% tunajishughulisha na mambo ambayo Mungu anatuagiza tufanye. Kwa hiyo kama mtu anaweza kupungua chini ya maagizo ya Mungu, chini ya maagizo ya Mungu, maana yake mtu huyo anakuwa amepungua katika kumcha Mungu. Na Mungu anapoendelea kutufundisha, anapoendelea kutuambia, anatamani kutuona tunaendelea kumtegemea, lakini tunaendelea kuimarika katika maisha yetu ya kumcha Mungu. Kwa hiyo kupitia maana hii ninaamini ya kwamba tumeelewa maana ya kumcha Mungu, na siku ya leo tutajifunza faida ya kwanza ya kumcha Mungu. Leo tutaangalia faida ya kwanza ambayo inasema kumcha Bwana, siri ya kwanza inayoweza kutokea kwenye maisha ya mtu ni kupata maarifa sahihi. Na leo tutasoma kwenye pointi yetu, tutasoma kitabu cha Mithali mlango wa 1 mstari wa 7.
Kitabu cha Mithali mlango wa 1 mstari wa 7a, neno la Mungu linasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Ni kama Biblia inataka kutufundisha na kutuelekeza na kutuonyesha na kutuambia ya kwamba sehemu ambayo inaweza kuwa chanzo, sehemu ambayo inaweza kuwa chemichemi, sehemu ambayo inaweza kuwa mwanzo, sehemu ambayo inaweza kuwa sababu ya mtu kupata maarifa, tena maarifa sahihi kwenye maisha yake, ni sehemu ya kumcha Mungu. Maana yake, tukirudi kwenye maana zetu, mtu anapojishughulisha na mambo yote ambayo Mungu anataka afanye, mtu anapojishughulisha na mambo yote ambayo Mungu anamuagiza kujishughulisha kwa hayo, mtu huyo automatically Mungu anampa neema ya kupata maarifa. Tujifunze maana ya maarifa. Maarifa ni taarifa sahihi juu ya jambo fulani au juu ya nyanja fulani. Neno maarifa ni neno linalomaanisha taarifa, na sio taarifa tu, ni taarifa sahihi juu ya jambo fulani au juu ya nyanja fulani. Maana yake, mtu anayetambulika kama mtu mwenye maarifa ni mtu ambaye ana taarifa sahihi juu ya jambo fulani, juu ya mtu fulani, juu ya nyanja fulani, juu ya taasisi fulani, juu ya nchi fulani na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Ili mtu yoyote kwenye ulimwengu aweze kufanya jambo na jambo lake liwe na matokeo chanya, na jambo lake lipokelewe na watu, na jambo lake limzalie matunda, lazima awe na maarifa. Maana yake, ili mtu awe mwalimu, lazima awe na maarifa yanayohusu walimu wake. Ili mtu awe mchungaji, lazima awe na maarifa yanayohusu uchungaji wake. Ili mtu awe mwanajeshi, lazima awe na maarifa yanayohusu wanajeshi wake. Ndio maana tunaona taasisi zetu zimetutengea college zetu tofauti tofauti. Kila mtu anaandaliwa kwenye eneo lake. Maana yake, mtu huyo anapewa maarifa yanayohusu kazi anayoiendea, kazi ya uhasibu, kazi ya ukulima, kazi ya biashara, kazi ya uchungaji na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Na hawa watu, ili wawe madaktari bora, waweze kututibu kwa usahihi, waweze kutunza afya zetu kwa usahihi, waweze kutibu watu na kuwafanyia watu upasuaji watoke salama, waweze kufundisha watu watoke watu wakubwa, wasomi wazuri, lazima awe na maarifa sahihi kwenye eneo husika. Na huyu mtu, ili awe na maarifa sahihi, maana yake ana taarifa sahihi ambazo zinahusiana na nyanja au na eneo ambalo analiendea. Kwa hiyo maarifa ni taarifa sahihi juu ya jambo fulani au juu ya nyanja fulani. Lakini mtu yoyote, ili aweze kufanya jambo lake kwa usahihi, maana yake lazima awe na maarifa sahihi. Na hapa maana ya pili inasema ni ukweli wenye ushahidi juu ya kitu au jambo fulani. Maarifa ni ukweli wenye ushahidi. Maana yake ni ukweli ambao si wa kutunga. Maana yake ni ukweli ambao si wa kukaa asubuhi na kuuleta mezani, lakini ni ukweli ambao watu wamekaa chini, wameufanyia utafiti, wameuwekea ushahidi, alafu wameutoa kwa watu. Watu wamekaa wakafikiri kwamba ili kwamba mtu aweze kuongea, sauti itoke, kundi la watu wakubwa liwasikie, lazima apate kipaza sauti, lazima waunganishe na maiki, lazima wafanye na kitu fulani fulani, alafu sauti ya mtu inaweza kuongezwa ikawafikia mamilioni ya watu. Lakini pia, ili mtu huyo ajue yale yapasayo kufanya na matokeo yaonekane, na kundi la watu wawe na uhitaji wa kutafuta vipaza sauti, maana yake yule mtu anapaswa kuwa na maarifa sahihi. Maarifa sahihi ni maarifa ambayo kweli kweli tutakapohitaji kipaza sauti kitatuongezea sauti. Ili mtu awe na maarifa sahihi jinsi ya kutengeneza biashara yake, jinsi ya kutengeneza taasisi yake, jinsi ya kukuza familia yake, jinsi ya kutengeneza mambo yake katika familia, mtu huyu anakumbushwa na anapaswa kujua kwamba ili jambo lake lipokelewe kwenye jamii na liwe na mchango chanya, lazima mtu huyo awe ameongezeka, awe amejawa maarifa ambayo ni ya kweli. Maana yake, mtu asiye na maarifa
maarifa sahihi, anafanya kitu anafeli, anafanya kitu akifanikiwi, anafanya kitu akifikii malengo, anafanya kitu akifikii kwenye viwango ambavyo watu wanaweza kumuhitaji au kuvihitaji. Ukiangalia watu wengi ambao wana influence kwenye jamii, kwenye kanisa, kwenye kazi, ni watu ambao kuna namna wamekuwa na ubora kwenye kazi zao. Na mtu yoyote ili awe bora lazima awe na ukweli wenye ushahidi juu ya kitu ambacho anataka kukifanya. Maana yake kweli yenye ushahidi ni maarifa. Mtu yoyote ambaye kazi yake imeongezeka, kazi yake inajulikana, mazingira anayofanya anakubalika, kuna wakati kuna watu ambao wana kitu cha ziada, wana maarifa ya ziada ambayo wameimplement kwenye kazi zao, na yale maarifa ya ziada yamewasaidia wao kazi zao kujulikana. Ni taarifa sahihi juu ya jambo fulani au juu ya nyanja fulani, lakini ni ukweli wenye ushahidi juu ya kitu au jambo fulani. Ili mtu yoyote afanye vizuri zaidi kwenye jambo lake au afanikiwe kwenye jambo lake, lazima afanye kwa viwango vizuri. Na ili afanye kwa viwango vizuri, lazima awe na maarifa, yaani awe na taarifa sahihi juu ya jambo ambalo amefanya. Msomi mmoja aliwahi kusema kwamba to be knowledgeable is to be marketable. Watu ambao wamekuwa na soko mjini ni watu ambao kuna maarifa ambayo wanayo. Lakini mtu ambaye amejawa na maarifa, maana yake ni mtu anayeuza kile ambacho anacho. Maana yake ukiwa na maarifa sahihi kuhusiana na nyanja fulani, kuna namna unapata soko, kuna namna unajifunza. Sasa hapa nimetaka tuone maana ya maarifa, alafu tuhusianishe na mstari wetu. Biblia inatuambia kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Maana yake huyu mtu anaweza akawa anamcha Mungu na akawa na maarifa kwenye kazi au kwenye eneo lake husika, lakini mtu huyu anapokuwa amemcha Mungu, automatically kuna maarifa tukufu, kuna maarifa matakatifu, kuna maarifa ambayo anaongezewa. Ni kama rangi, anapakwa rangi ili akolee, lakini aendelee kuonekana vizuri katika kazi ambayo amefanya. Na leo nimependa tujifunze na tuone kwamba kuna watu ambao tunaishi kwenye ulimwengu huu, tunataka kuwa bora kwenye kazi zetu, tunataka kuwa bora kwenye maeneo ambayo Mungu ametuamini na ametupa, na wakati mwingine tumejishughulisha sana na ulimwengu huu ili tuwe bora, lakini kuna wakati ambapo hatujafikia vile viwango ambavyo tumetaka. Kwa nini? Hatujamtaka Bwana ili atupe maarifa. Kuna wakati ambapo Bwana anatuelekeza, kuna wakati ambapo Bwana anatuongeza, kuna wakati ambapo Bwana anatuongezea yale maarifa tulionayo, akiongeza na yale ya kwake ambayo amekusudia yakae kwetu. Watu wanakuwa bora. Unakuwa bora kwenye ndoa yako, unakuwa bora kwenye mahusiano yako, unakuwa bora kwenye biashara yako, unakuwa bora kwa familia yako, unakuwa bora kwenye mashamba yako, unakuwa bora kwenye mifugo yako, unakuwa bora katika kila eneo ambalo umepita. Maana yake moja ya kitu kingine ambacho kinaweza kumfanya mtu kuwa bora ni kujishughulisha na mambo yote ambayo Mungu anataka ajishughulishe nayo, lakini ni kufanya mambo yote ambayo Mungu anataka mtu huyo ayafanye. Maana yake mtu huyo anapojishughulisha na mambo yote, maana yake huyo mtu automatically anakuwa amemcha Bwana. Na huyo mtu anapokuwa amemcha Bwana, anapata maarifa kwenye maisha yake. Na huyo mtu akipata maarifa, anapoingia kazini, anapoinua mikono yake, anapozungumza na watu na mambo yanayofanana na hayo, hawezi kufanana na mtu ambaye hajishughulishi na mambo ambayo yanampendeza Mungu. Kwa wiki hii Mungu anaendelea kutukumbusha, tunaishi kwenye ulimwengu wenye ushindani sana. Kila mtu anataka kuwa bora kwenye jambo lake, kila mtu anahitaji kujulikana kwenye jambo lake, kila mtu anatamani kuwa famous kwenye jambo lake, kila mtu anatamani kupata kibali kwenye jambo lake, pamoja na mambo mengi ambayo tunayafanya. Lakini Mungu anatukumbusha kwamba liko jambo la msingi na la muhimu ambalo ni kumcha yeye. Hilo ndilo analotaka tulijue. Tunajifunza mambo mengi sana. Hata tunamuona Daudi ni moja ya watu ambao
walikutana na jambo ambalo liliwahitaji wao kupata kibali, kupata kuvuka, kupata kushinda. Na Daudi tunaona watu wakamuita, wakampa na vitu fulani vya kuvaa, akasema no, hivi vitu sikuvijaribu. Akawa anasikiliza maarifa ya Mungu, pamoja na maarifa ambayo alikuwa nayo ya kule porini alikokuwa anachunga ng'ombe wa baba zake na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Lakini katikati ya vita Mungu akampa maarifa, akamwambia chukua jiwe, fanya hivi. Na akachukua jiwe, akamuua mtu ambaye alikuwa na amejiandaa kwa vita, anaogopeka, na watu wengi wameshindwa kumuondoa katika ulimwengu huu. Aliyekuwa amekuwa teso. Mpaka leo tunamsoma Daudi, tunamuelewa Daudi, tunamuona Daudi kama mtu ambaye alishinda vita katika ulimwengu huu. Lakini sio hivyo tu, tunajifunza kwa mama mmoja anayeitwa Hana, mama ambaye alipitia kwenye utasa kwa muda mrefu. Maana yake huyu mama viko vitu alikuwa anafanya kwa ajili ya Bwana, lakini pamoja na mambo yote, yawezekana alikwenda hospitalini na kwenye wataalamu wa afya na vitu vingi vinavyofanana na hivyo, lakini katikati ya hayo mazingira nafikiri alichagua kumcha Mungu. Na katika kumcha Mungu, Mungu akampa maarifa aliyompa, akamwambia wekeza kwenye maombi. Na Hana akawekeza kwenye maombi kwa muda mrefu, na Biblia inatuonyesha kwamba Hana akiwa kwenye maombi ndipo Mungu anapomtuma kuhani wake Heli. Na Heli anakuja, anamkutana amekaa pale, anamuona Hana analia, anamuuliza mwanamke utalewa mpaka lini? Na anamwambia mimi sijalewa. Anajieleza ni mwanamke ambaye anamlilia Bwana ampe mtoto. Akiwa kwenye maombi ndipo Mungu anapomjibu. Maana yake mtu ambaye hajishughulishi na mambo ya Mungu anaweza akawa na jambo lake analolitaka kwa Bwana na asijue maarifa ya kumsaidia kwa wakati huo. Kwa Mungu anaendelea kutukumbusha, tunatamani kuwa bora kwa watu wetu, tunatamani kuwa bora kwenye kazi zetu, tunatamani kuwa bora kwenye mabosi zetu. Elimu tulizonazo tu hazitutoshi. Namna tunavyoonekana haitutoshi. Namna watu wanavyotuelewa na wanavyotukubali haitutoshi. Inatutosha pamoja na kumcha Mungu, pamoja na kujishughulisha na mambo yote ambayo Mungu anataka tujishughulishe nayo, ili kutokea hapo ndipo Mungu atuongezee maarifa ambayo tunaweza kuyatumia ili tuendelee kuwa bora katika kila eneo ambalo Mungu ametupa, ili mtu yoyote aendelee kumpendeza Mungu, aendelee kumpenda Mungu, aendelee kukaa kwa Mungu. Anaitwa kujishughulisha na mambo yote ambayo yanampendeza Mungu. Anaitwa kujishughulisha na kufanya matendo yote ambayo Mungu anataka afanye. Maana yake si kwa kuchagua, si kwa kuona kwamba siwezi kuabudu miungu mingine lakini siwezi acha kumchukia mwenzangu, au siwezi acha kusingizia watu uongo, au siwezi acha kuiba, au siwezi acha kutamani mali za watu wengine na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Lakini Mungu anatuambia kwamba kumcha Mungu ni kuchukia uovu. Kwenye Mithali mlango wa 8 mstari wa 13 ambao tumesoma. Manake mtu ambaye anaweza akawa anamcha Mungu lakini kuna uovu ni rafiki wa maisha yake, amepungua kwenye kumcha Mungu. Na huyu mtu anapopungua kwenye kumcha Mungu, uharibifu unaoingia kwenye maisha yake, maana yake anakosa maarifa. Na anapokosa maarifa, maana yake mtu huyu akikosa maarifa, vitu vyake anafanya kwa viwango vya kawaida tu. Vitu vyake anafanya kwa viwango vya kawaida tu, viwango fulani vya kawaida tu. Kwa Mungu anatukumbusha na anatuambia siku ya leo, na anaendelea kutusisitiza na anaendelea kutuambia kwamba tuendelee kumcha Mungu. Katikati ya huu ulimwengu wenye ushindani, anaweza akatoka mtu ambaye anafanya mambo yake vizuri, lakini ni kwa sababu amewekeza kwa Bwana. Atajishughulisha kweli, utajiongeza kwenye elimu zako, utakuwa bora, utakuwa smart, utafanya mambo mazuri, lakini hautasahau kujishughulisha na mambo yote ambayo Mungu anataka ujishughulishe nayo ili uendelee kuwa bora. Na Mungu ataendelea kutufundisha sana kwenye wiki yetu hii juu ya somo hili. Kikubwa tuendelee kujua kumcha Mungu ni nini, lakini tuone kwamba mtu anapomcha Mungu habaki tu kwamba anaonekana kama anavyoonekana, lakini kuna vitu vingi ambavyo vimejificha ndani ya kumcha Mungu, ikiwemo ili jambo la maarifa ambalo tumeliona katika siku yetu ya leo ya Jumatatu. Na tunamshukuru Mungu kwamba ametufundisha
Na ninaamini ya kwamba kwa somo hili tutaendelea kujifunza wiki hii na Mungu ataendelea kutufundisha. Endelee kuwakaribisha, tuendelee kupenda kumcha Mungu, tuendelee kuchagua kumcha Mungu, tuendelee kuchagua kumtegemea yeye, kuhakikisha kwamba tunajishughulisha na mambo yake, hatujishughulishi na mambo ambayo hayafanani na yeye, ili kwamba kutokea hapo neema ya Mungu iendelee kuwa kubwa sana kwenye maisha yetu. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya somo lake. Ninaamini ya kwamba kwa kile ambacho tumekisikia kwa siku ya leo, basi neema ya Mungu inaweza kuwa kubwa na tunaweza kuendelea kumuona Mungu akitufundisha. Kikubwa Mungu anachokihitaji kutoka kwetu ni mtu ambaye anapolisikia neno la Mungu na kulielewa, linapoingia kwenye moyo wake unakuwa udongo wenye rutuba, ambao unapopokea neno la Mungu ambalo ni mbegu, linamea na kuzaa ndani ya moyo wa mtu. Na linapomea na kuzaa ndani ya moyo wa mtu, linajenga ufalme wa Mungu. Na linapojenga ufalme wa Mungu, maana yake automatically maisha yako yanajengwa. Kwa sababu Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu kuliko hata vile ambavyo tunafikiri. Anatuwazia mawazo yaliyo mema. Maana yake hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kusimama kwa ajili ya Mungu na Mungu akatuacha. Na kabla hatujahitimisha somo letu na kipindi chetu cha siku ya leo ya Jumatatu, basi tumuombe Mungu. Na kila mtu aombe. Wewe peke yako unajijua kwamba eneo gani umepungua, unajijua kwamba eneo gani ambalo haujakamilika. Wewe unajua matendo gani ambayo haujafanya, ambayo hayajamlingana Bwana. Unajua ni vitu gani ambavyo vinakupunguza katika kumcha Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie, na tunapoenda kuomba, utaomba pamoja na mimi, utamwambia Mungu akusaidie. Lakini kama unamcha Mungu, utaendelea kumuomba Mungu akusaidie. Tuko kwenye ulimwengu ambao sio rahisi sana kumcha Mungu, lakini ni rahisi tukisaidiwa na Mungu na Roho Mtakatifu ambaye tumeachiwa kama msaidizi wetu. Anatusukuma, anatusaidia, anatushika mkono. Tunapotaka kuanguka na kutenda uovu, anatusaidia. Na kama kuna sehemu ulianguka, haukumcha Bwana kwa viwango vizuri, ni wakati ambao unaweza kuomba toba na rehema, ukamuomba Mungu. Inawezekana umetamani kuwa bora kwa mume wako, kuwa bora kwa mke wako, kuwa bora kwa mchumba wako, kuwa bora kwa watoto wako, kuwa bora kwenye biashara yako, kuwa bora kwenye mashamba yako, kuwa bora kwenye kazi ambazo unafanya na watu wengi sana wanafanya. Lakini moja ya kitu kitakachoweza kukusaidia wewe kuwa bora kwenye ile eneo, pamoja na mambo yote, lakini ni kumcha Bwana. Kwa hiyo tutamuomba Mungu atusaidie na aendelee kutuongoza, ili katika haya mazingira neema ya Mungu iendelee kuwa kubwa sana kwenye maisha yetu. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunalibariki na kulitukuza na kulisifu na kuliinua jina lako. Asante kwa ajili ya siku yetu ya Jumatatu katika kipindi chetu hiki cha Lunch Hour. Asante kwa sababu ya uaminifu wako na ukuu wako, Bwana. Asante kwa sababu umetufundisha na umeendelea kutuongoza. Asante kwa sababu umeendelea kuwa Mungu mwaminifu na Mungu ambaye unatupenda. Umeendelea kutusaidia, umeendelea kutuongoza, umetusikizisha neno lako kwenye masikio yetu, Bwana. Na muda huu na majira haya, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, nawaombea washarika wako hawa pamoja na hawa wanaotusikiliza kwenye YouTube channel yetu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tuna kila sababu ya kuomba toba na rehema. Tunaomba utusamee. Yawezekana tumepungua katika kumcha Mungu, yawezekana tumepungua katika kujishughulisha na mambo yako, tumepungua katika kuenenda katika mwenendo ambao Bwana wetu na Mungu wetu unatutaka. Ninatubu kwa ajili yetu mahali hapa, ninatubu kwa ajili ya wasikilizaji wetu, ninatubu kwa ajili ya kila mmoja wetu, Bwana. Naomba utusamee kwa damu yako ya thamani. Asante kwa sababu umetukubali na umetuambia tena, na umeendelea kutuzungumzisha, na umeendelea kutuambia tupasaye kufanya. Kuna maeneo tumekuwa watu wa kawaida, kuna maeneo tumekuwa watu ambao hatujafikia viwango fulani kwenye maisha yetu kwa sababu tumepungua katika kumcha Mungu. Nasi tunasogea mbele za uso wako, mfalme wetu na Baba yetu wa mbinguni. Naomba
naomba utusamehe, naomba utuoshe, naomba ututakase, lakini utupe neema ya kumcha Mungu katikati ya huu ulimwengu wenye dhambi na makosa na mambo mengi yanayotuita kukaa katika uovu. Lakini katikati ya huo ulimwengu, basi neema yako itusaidie ili tukaweze kufikia malengo ambayo umetukusudia kufikia katika ulimwengu huu. Bwana, utusaidie ili tuweze kuyavuna maarifa yako ambayo umekusudia, na neema yako endelee kutusaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakuomba Mungu wetu utusaidie. Nami nawaombea watu hawa Bwana, wanapoianza wiki yao hii Mfalme, uende nao asubuhi, uende nao mchana, uende nao jioni, uwatunze usiku, wakawe na wiki ya baraka, wakawe na wiki ya neema, wakawe na wiki ya ushindi. Ukawalinde na magonjwa mabaya, ukawalinde na hatari mbaya, ukawalinde na watu wabaya, ukawalinde na ajali mbaya, ukawalinde na kila mpango wa adui, ukawalinde na kila makusudio ya movu. Neema yako ikawe juu yao, ukawakumbatie kwenye mbawa zako, uende nao kwenye kazi zao, uwasaidie sawasawa na mapenzi yako wanavyokuita. Uendelee kuwatunza Bwana katika mchana huu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, waendelee kukaa chini ya maongozi yako, na neema yako iwafunike na kuwakumbatia kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, na popote wanapokuwa, waendelee kukumbuka kuchagua kukucha wewe, ili waendelee kuona neema yako kwenye maisha yao. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, Mungu tunaomba na kushukuru tukiamini. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamea waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini tuokoe kutoka uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Na mtu yoyote ambaye atawiwa kumtolea Mungu sadaka yake kwa ajili ya ibada yetu, tunakukaribisha. Utaona kuna namba zinapita kwenye YouTube channel yetu pale chini. Karibu na umtolee Mungu sadaka yako kwa furaha. Na Mungu awabariki sana na awatunze, aendelee kuenenda na ninyi akiwasaidia katika njia zenu zote. Amen.